tunajua wewe ni mtaalamu wa saikolojia, unayajua sana haya mambo, lakini jana kipi kilikuwa kwako? Vitu ni vingi sana ambacho mimi nimekipenda kwa siku ya jana. Namna gani tunaweza tukamsaidia mtu ambaye amepitia katika changamoto ya afya akili au ana ugonjwa wa akili, anaweza kuwa mzalishaji, yani kupata kipato ili aweze kujikimu kwenye matibabu yake mengine. Kwa sababu mgonjwa wa akili anaathirika katika maeneo matatu: akili, mwili pamoja na mazingira anayokuwa. Kwa hiyo kama mfano una kidonda, akili yako itawaza kidonda hiki kimetoka wapi. Sawa? Kipindi unawaza, mazingira yako yanakuwa ni changamoto. Si ndivyo? Unaanza kujitenga sasa na jamii. It means kwamba hutaweza kufanya kazi, hutapata kipato. Sasa tumeona sasa namna gani mtu huyu mwenye changamoto ya akili au magonjwa ya akili anaweza akazalisha kipato na akawa vizuri sasa. Kwa hiyo ni kitu kipi ambacho nimejifunza na kimeniongezea ujuzi mwingi wa namna kwenda kuwasaidia wale wagonjwa ambao mimi nakutana nao na kuwasaidia zaidi. Okay, wewe unasaidia watu wengi, lakini pengine unao mchakato ambao unakuja tutarajie kutokea kwako kama mwanasaikolojia? Ninao mchakato wa kuendelea kujenga zaidi. Mimi nimebobea kwenye masuala ya mama na mtoto, saikolojia ya mama na mtoto. Jinsi ya kumsaidia mama anaonyonyesha na mama yule ambaye mjamzito, namna gani ya kuweza kuwasaidia sasa ili waweze kuwa vizuri, ili kuweza kuwekeza kwenye afya akili ya mtoto. Kwa hiyo semina hii imenijenga na imenipa mbinu za kuweza kuwafikia wale wa mama na watoto pia. Kwa tutarajie event au? Yani sio tu event, ni balaa sana. Kwa hiyo huko Iringa na Tanzania kwa ujumla wajiandae, kwa sababu tumepata vitu vingi kupitia semina hii. Mimi nikushukuru sana Bwana Mmuya. Nashukuru sana na Mungu awabariki walioandaa mkutano huu. Karibu sana. Pia darasa la pili leo. Nashukuru sana, asante sana. Asante sana.